أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. يقول الحق سبحانه جل جلاله وهو أصدق القائلين، وقوله الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Leo tumeanza suratul Furqan ambayo ni Makkiya, imeshika Maka, isipokuwa aya chache ambazo hazikushuka Maka, aya 28, aya 29 na aya ya 70, aya ambazo tutakutana nazo huko insha Allah taala katika masomo yetu. Wa hiya 77 aya, nayo ina aya 77 sura hii. Kwa faida tujue kwa nini imeitwa suratul Furqan. Kwa nini imeitwa suratul Furqan? Sumiyat suratul Furqan, imeitwa ni suratul Furqan, jina hilo suratul Furqan, liftitahiha bithanai ala Allah azza wa jalla, kwa kule kuanza kwake kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi nazzala al-Furqan, Mungu ambaye ameteremsha Qur'an. Furqani maana yake ni Qur'an, na imeitwa Furqani kwa sababu inatenganisha kati ya haki na batil. Qur'ani inatenganisha kati ya haki na batil. Nani hadha al-kitabu al-majid ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kitabu hiki kitukufu ambacho kakiteremsha juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ni'matul uzma, ni neema kubwa sana Qur'an. Yani watu kuwa wamepata Qur'ani maana yake wamepata neema kubwa sana, ili wanatakiwa washereheke kwa sababu ya kupata kitabu kinachoitwa Qur'an. Ni mambo makubwa sana amepata. Hajapatapo mtu kupewa kitu kikubwa kama kupewa kitu kinachoitwa Qur'an. Ikiwa wewe ni katika watu wa Qur'an, umepewa Qur'an, unajua kusoma Qur'an, unaielewa Qur'an, unazingatia yaliyomo ndani ya Qur'an, wewe umepata an-ni'matul uzma, kwa sababu ndio jina lake hasa Qur'an, maana yake ni an-ni'matul uzma, neema kubwa sana. Neema hii ndio ile ambayo farraqa Allahu bihi baina al-haqq wal batil, ametenganisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwayo, kutenganisha kati ya haki na batil. Waja'alahu nadhiran lil alamin, akaifanya kuwa ni yenye kuwaonya walimwengu wote, viumbe wote, aljinni wal insi, majini na binadamu, min ba'si Allah ta'ala, kuwaonya na adhabu ya Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa adhabu kwa wale ambao hawakufuata amri yake wala hawakujiepusha na makatazo yake. Kwa hiyo imeitwa suratul Furqan kwa sababu imeanza na kumsifu Mungu ambaye ameteremsha Qur'ani, ambayo ameita kwa hapa Furqan. Qur'ani nini? Ni kitabu cha Mungu kitukufu alichokiteremsha juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Furqani ndio Qur'an
lakini hiyo ni neema iliyokuwa kubwa. Nyuma kulikuwa na surati Nur. Kuna munasaba gani kati ya surati Nur na surati Al-Furqan? Kuna munasaba. Kwa ufupi tu tunaeleza, hatuelezi kila kitu, tunaeleza kwa uchache kwa kadri ya watu kutaka kufahamu. Surati Nur imeishiliza, imemalizikia kwa kueleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mmiliki wa mambo yote yaliyo katika mbingu na ardhi. Na sura hii ya Furqan nayo imeanza kwa kumuadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni wake ufalme wa mbingu na ardhi. Huo ndio munasaba. Mwenyezi Mungu ni ufalme, ana ufalme, ni ufalme ni wake wa mbingu na ardhi, pasi kuwa na mtoto wala msharika katika ufalme wake. Hana mtoto katika ufalme wake wala hana msharika katika ufalme wake. Alafu mwisho katika surati Nur hii ambayo tumeimaliza jana hapa, katika miisho ya ile sura, yani surati Nur, pameelezwa namna kutii amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nadhani tumesoma sana jana hapa, juzi tumesoma sana hapa habari ya kumtii Mtume, kutokumkimbia Mtume. Mtume anaeleza jambo, watu wanachoropoka na nini, Mwenyezi Mungu anasema anawajua watu wa aina hiyo. Tumesoma juzi kwa urefu. Kisha akaeleza utaratibu wa kumtii Mungu na sifa zake, na akaeleza Qur'ani tukufu ambayo inauongoza ulimwengu liaqwa mitariqin, kwa njia iliyo sawa, njia iliyokuwa sawa. Kama mnavyoelewa, surati Nur imeeleza mambo yanayomhusu Mungu, tumesoma kule mbele, na dalail za tauhid, zile anwaa za dalaili tauhid, ile mambo yenye kukufahamisha wewe kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama yupo, kama zile hali za mbingu na ardhi. Kiangalia umbile la mbingu, kaangalia umbile la ardhi, hapana shaka utamjua Mungu yupo. Ni nani anaweza kufanya mbingu akaumba mbingu? Ni nani anaweza kuumba ardhi? Na aya nyingi zimekuja katika sehemu nyingine ya Qur'ani kuelezea habari hizo, na akaeleza na athari mbalimbali za juu, kama vile kuteremshwa mvua inatoka juu, na namna ya kutengenezeka barafu. Na katika sura za nyuma huku kwa Sura Al-Baqara huku mpaka Sura An-Nisa kuna maneno mengi juu ya masala haya, mpaka namna ambayo mvua inanyesha matone makubwa, na saa nyingine inanyesha mvua ikaangusha na samaki pia wakaangua kutoka juu. Nadhani kama wale watu wa kizamani mpata kuona zile mvua za zamani. Mimi mwenyewe nimeona kuteremka kwa mvua alafu wakawa wanaanguka samaki kutoka juu. Na sisi tumezoea kupata samaki kwenye mito, kupata samaki kwenye mabwawa, baharini na kadhalika. Yote hayo ni katika kuonesha namna ya viumbe alivyoviumba Mungu, vyenye kufahamisha kwamba Mungu yupo na anastahiki kupwekeshwa. Na kama vile ukivuta kivuli usiku na mchana, namna unavyoingiliana, pepo zinavyotembea, maji, wanyama hoa na wanyama wa porini, binadamu, majini na watu, namna alivyoichanganya bahari. Maraj al-bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ni muujiza mkubwa, nataka watu waelewe. Mwenyezi Mungu ameichanganya bahari ya maji chumvi na maji matamu, lakini katikati yao kuna kizuizi ambacho hakiharibiani sifa. Hicho kizuizi kinasababisha maji matamu yabakie kuwa matamu na maji ya chumvi yabakie kuwa ni ya chumvi.
Kaeleza vile vile kuumbwa kwa mwanadamu, akawa na ukoo wake na nasabu yake, akawa na mashemeji, akawa na wakwe, akawa na hivi na hivi, na kuumbwa kwa mbingu na ardhi katika siku 6, maana katika muda wa masiku 6 au vipindi 6, na nyingine kulingana sawa, yani kutukuka Mwenyezi Mungu juu ya arshi, kwamba Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Haina maana kwamba Mwenyezi Mungu amekaa katika arshi, ina maana ya ule utukufu wake. Hayo yote yamezungumzwa na tumeyasoma. Kazungumzia vile vile buruju sama, zile nyota zenye kukaa vikundi vikundi katika mbingu. Wasamai dhatil buruj, Mwenyezi Mungu amekuja kuapia hiyo wasamai dhatil buruj. Akaeleza as-siraj, jua lile ambao amelita kama taa, wal qamar, na mwezi na mambo mengine mengi. Yote hayo yanafasiri neno alladhi lahu mulku samawati wal ardh, Mungu ambaye ni wake ufalme wa mbingu na ardhi. Lakini pia sura zote mbili hizo zimesifu matendo, zimeelezea manake matendo ya makafiri na wanafiki siku ya kiyama watakuwa katika hali gani. Manake watakuwa katika hali mbaya ya kuharibika na kupomoka amali zao walizofanya. Na mbele tutasoma walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a, kuonesha namna ambavyo watu makafiri na wanafiki wanajihangaisha, maskini hawana ambacho watalipwa siku ya kiyama. Yale yote waliyofanya yatapomoka, yatakuwa hana faida kwao. Nimeeleza hivi kuonesha kwamba tutakayokutana nayo katika sura hii yana mahusiano na yaliyoko katika surati Nur kwa mtindo huu ambao tumeueleza hapa. Wa qadimna la ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura, kuonesha kwamba unaweza ukawa unafanya ibada lakini mnafiki. Sasa wewe na yule ambaye ni kafiri kabisa, siku ya kiyama amali zenu zote zitapomoka, itakuwa hazina faida kabisa. Pia sura hii itaanza kumpokesha Mungu na kuonesha ukweli wa Qur'ani na kusihi uzima wa ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma, na kutuka kwa kiyama na kufufuliwa na kulipwa watu siku hiyo ya kiyama ni jambo ambalo kwamba halina budi, la mahala, halina budi, litatokea tu. Na kuvunja akida nyingine, sura itaendelea kueleza mambo kama hayo zilizoweza kusimamiwa na watu wengine duniani hapa, na namna ambavyo mushirikina wanaabudu masanamu na kumnasibishia Mungu kuwa na mtoto, ana msaidizi, na wao kukadhibisha kwamba hakuna kiyama. Sura pia itaeleza namna za adhabu zitakazowakabili siku hiyo, lakini watu wema watakuwa na mambo mazuri kabisa. Kisha itakuwa imeeleza sura ukorofi wa mwisho wa baadhi ya mushrikini kama Uqba ibn Abi Mu'ayth, ambaye alikuwa ameijua haki kisha akaiacha. Kisha Mwenyezi Mungu akashusha sura, ni aya yenye kumueleza mtu aina hii. Na kawaida ya Qur'ani ikimueleza mtu mwenye namna ile ni pamoja na wafuasi wake, yani watu watakaokuja kufanya mambo kama aliwafanya yeye. Uqba ibn Abi Mu'ayth kaijua haki kisha akaiachilia mbali. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, hiyo aya itakuja kuisoma mbele. Na siku atakapouma mtu dhalim, manake mtu mshirikina ambaye amshirikisha Mungu hapa, atakapoiuma mikono yake badala ya kuuma kidole chake, ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, atauma mikono mizima. Si mtu kama anajuta juu ya jambo ambalo ilikuwa alipata ikawa hakulipata na anauma kidole,
Hapana, akitoshi kidole siku hiyo. Atauma mikono yake haswa yote miwili. Atauma mkono wa kulia, atauma mkono wa kushoto kwa kujuta kwamba kwa nini alikuwa ameiona haki kisha akaiacha. Kwa hiyo huyu Uqba ibn Abi Muayth imeshuka hii aya kwa sababu yake, na atakuwa ameathirika kwa yule rafiki yake wa Ubay ibn Khalaf. Kisha sura itazungumza baadhi ya visa vya mitume na kukadhibishwa kwao na watu wao na kuangamia na maangamivu makubwa ambayo Mungu kawapelekea watu wao, kama vile kaumu ya Nabiiullah Nuh alayhi salatu wasalam, na Ad na Thamud na ashabur ras na kaumu ya Lut na wengineo, wa amthaluhum min alkafirin at-tughat, na wengine katika makafiri, watu ambao wamechupa mipaka katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha sura hii itakuja kumalizia kutaja sifa za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wenye ikhlasi, wenye yaqini, ambao wamejipamba na tabia njema kwa kiasi gani, wameweza kulinda maadili mpaka ikawa wanastahiki sasa kupata kukirimiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa malipo makubwa na pepo yenye neema. Haya ndio ambayo kile itakapokuwa tunasoma hii sura, ni kwa maana tutakutana na vitu kama hivi. Nimevitia katika utangulizi kabla tujaanza sura ili watu waelewe na tunachoendelea nacho. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Tabarakalladhi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Tabaraka manake ametukuka. Itakuja neno ili tabaraka karibu mara tatu katika hii sura, na tutafasiri kwa tafsiri tofauti. Kila sehemu ina tafsiri yake inastahiki. Hapa tunatafsiri tabaraka ametukuka kwa maana ya taala. Tabaraka ay taala, ametukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha itafika sehemu nyingine tutafasiri vingine, hatutafasiri kwa maana ya taala, kuonesha kwamba tabaraka inakuja kwanza. Tabaraka haije hata siku moja ikawa ina mudhari. Nyinyi watu wa nahau lazima muelewe, yenyewe haina mudhari wala haina masdar. Meleka tabaraka ni tabaraka tu, ai taala ametukuka. Meleka ndio maana imekuja sana kumzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakuja namna hiyo. Tabaraka alladhi biyadihi almulk, na hapa nasema tabaraka alladhi nazzala alfurqan, ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye ameiteremsha Qur'an. Kuna sehemu tutafasiri tabaraka kwa maana ya kwamba amekuwa mkubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna mahala tutafasiri tabaraka kwa maana zimekuwa nyingi khairi zake. Hiyo tabaraka moja. Tafasiri sehemu nyingine itakapofika tabaraka kwa maana kwamba zimekuwa nyingi khairi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama hapa tunasema tabaraka ametukuka, taala ametukuka. Nani? Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye nazzala al-furqan, ameteremsha Qur'ani, ala abdihi, juu ya mja wake, liyakuna lilalamina nadhira, ili awe kwa walimwengu, au ili iwe, unaweza kuirejesha kwenye Qur'ani, kwenye Furqan, liyakuna, ili iwe hiyo Qur'ani ambayo imetajwa kwa sifa Furqani. Na imetajwa kwa sifa Furqani kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufarikisha kati ya haki na batil. Manake alladhi nazzala al-furqan, ambaye ameteremsha Qur'ani yenye kutenganisha kati ya haki na batil. Lakini al-furqani manake ni al-Qur'an. Kwa nini imeitwa Furqani? Li'annahu farraqa baina al-haqq wal batil, imetenganisha kati ya haki na batil. Naelewana uzuri eh? Ala abdihi, juu ya mja wake. Mja wake manake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amemtaja mtume wake kwa jina la abdi,
tashrifan wa ta'dhima, kwa sababu ya kumtukuza mtume wake na kumuadhimisha, kumpa nafasi yake ya uja mbele ya Mola wake, kuonesha udhalili kwamba mtu anatakiwa awe dhalili mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akusema alladhi nazzala al-furqana ala Muhammadin, amesema ala abdihi. Hii abdihi unaweza kuona kama jambo la kudhalilishwa au sifa yake kufanywa kuwa ni ndogo. Hapana, kuitwa abdi hapa ndio ametukuzwa zaidi mtume wetu Muhammad. Inma wasafahu bihadha alwasf, tizama katika sawi kule, inma wasafahu bihadha alwasf, haika mengineyo amemsifu kwa sifa hii, liannahu ashraful awsafi wa a'laha, kwa kwambayo ni tukufu zaidi ya sifa zote na ni sifa iliyo ya juu zaidi kuliko sifa zote. Hakuna sifa iliyokuwa tukufu kuliko neno abdi, na hakuna sifa iliyokuwa juu kuliko neno abdi. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Unaona alipomsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neno abdi hapa ni sifa kubwa, ni ashraful awsaf, kuliko kama angemuita Muhammad au akamuita sifa nyingine yote. Kumuita abdi hapa ndio amemuita katika sifa iliyotukufu zaidi kuliko sifa zote, na ambayo ndio a'la sifat, sifa ya juu zaidi kuliko sifa zote. Ndio kwa sifa hiyo yenye ambayo ni kubwa na yenye daraja kubwa kiasi hicho, ndio akamuita kwayo kumuita mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu analizungumza jambo kubwa, nalo ni kuteremshiwa Qur'an. Kasema ala abdihi, juu ya mja wake. Na mja ni yule ambaye kila akiambiwa jambo anafuata, ndio utaikuta kwamba ni ashraful awsaf. Kila akiambiwa jambo anafuata, anakuwa mutii. Za mtume akapewa sifa hiyo, na kuna aya kadhaa zimekuja ikiwa mtume ametaja kwa sifa ya neno abdi, lakini kwa msingi huu ambao nimeueleza hapa. Nadhani tunaelewana kidogo liyakuna lilalamina, ili awe kwa walimwengu, al-insi wal jinni, binadamu na majini, duna al-malaika, kinyume cha malaika. Nadhira ni mwenye kuwaonya na kuwahofisha na adhabu ya Mungu, mukhawifan min adhabillah. Kwenye Jalaleni kule ni mwenye kuwahofisha na adhabu ya Mungu. Dhahiri liyakuna lilalamina nadhira, ili awe kwa walimwengu, kwa viumbe, yani al-insi wal jinni, binadamu na majini, duna al-malaika, kama alivyosema kule katika nani, kinyume cha malaika. Nadhira, awe ni mwenye kuwahofisha, kuwaonya na adhabu ya Mungu. Ndio maana akamteremshia kitabu, na kitabu chenyewe kina sifa ya kupambanua kati ya haki na batil, ya kutenganisha kati ya haki na batil, kwamba hii ni haki, hii ni batil, hiki ni halali, hiki ni haram, hiki kinafaa, hiki hakifai. Ndio maana yake. Na ametaja neno nadhira, lakini sio nadhira peke yake, ilikuwa asema wabashira, nadhira wa bashira. Lakini Mwenyezi Mungu ametosheka kutoa sifa moja, kwa sababu sifa ya watu wapinzani na watu wabishi kashazieleza huko nyuma. Kwa hiyo kuelezwa kwa sifa moja ya nadhira, na kila ukitaja nadhira ujie neno wabashira ipo. Nadhira kwa ajili ya muanidin, watu wakaidi, wenye kuzifanyia ukaidi amri za Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ndio mwenye kuwaonya, au inaweza ikaja ile ikarejea kwenye
kwenye hiyo Qur'an, liyakuna, ili iwe hiyo Qur'an lilalamina nadhira, kwa walimwengu ni yenye kuwaonya, ni yenye kuwahofisha na adhabu ya Mungu. Unaelewana uzuri Lakini hapa tuna dhamiri tunairejesha sana kwa Mtume. Tumesema inawezekana kuirejesha kwenye Qur'ani na pia kwa faida ya vijana wenye kusoma na walimu mliopo na maustadhi, unaweza ukaiweka pia ukairejesha kwenye fungeni kidogo naam. Pale kwa mwanzo pazuri, unaweza kuirejesha hiyo dhamiri pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liyakuna, ili awe Mungu. Mungu gani? Almunzil, Mwenyezi Mungu ambaye ndio ameiteremsha hiyo Qur'an, ili awe lilalamina nadhira. Kwa hiyo unaweza kuirejesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaweza kuirejesha kwenye hiyo Qur'ani, au unaweza kuirejesha kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndio munzili wa hiyo Qur'an, ndio aliyeshusha hiyo Qur'an. Lakini dhamiri unaweza kurejesha moja ya hizo sehemu tatu, kuirejesha kwenye dhamiri ya Mtume sallam ndio bora zaidi. Wanasema wanazuoni hapa alladhi lahu mulku samawati wal ardh, ambaye Mwenyezi Mungu ambaye kwanza turejee kueleza vizuri aliposema duna almalaika. Simesoma nyinyi wenye Jalaleni kule kwamba Allah wamepelekwa ili awe ni mwenye kuwaonya walimwengu, au walimwengu wenyewe ni binadamu na majini, kinyume cha malaika. Manake malaika hawamo. Tunasema kwamba ashara bidhalika ila anna al-indhara khasum bil insi wal jinn, kwamba kule kuonywa au kule kuonya hao majini na watu, kule kunahusika na majini na watu na majini tu. Lianna almalaika, kwa kwamba malaika la tajuzu alaihimul maasi, hayajuzu juu yao maasi. Sasa wanaonywa nini? Kwani wanaasi? Wanaonywa kitu gani? Wao hawali, hawanywi, hawafanyi maasi yote, hawasengenyi, hawafanyi nini, hawana unafiki, hawana chochote. Umeeleweka uzuri hawazini, hawanyi pombe, hawafanyi chochote, wanakwenda kuonywa nini? Ndio maana akasema duna almalaika, kuonyesha kwamba malaika hawana haja ya indhari. Wal mukhalafa, maasi na mukhalafa, kukhalifu amri, wao hawapo la yaasuna Allah ma wa yafaluna hawana mukhalafa wao liismatihim. Sasa Mwenyezi Mungu amewahifadhi, wamewalinda kwamba wao wana isma, hawezi kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu hata siku moja, kazi yao ni kutekeleza. Ndio maana akasema duna almalaika, maana hapa wanaohusiana na msemo huu ni binadamu na majini. Kuna watu wanaweza kuwa na majini labda tu bora sana na nini, hawana maasi. Hapana, majini wako watu wenye maasi sana. Wako majini wanakunywa pombe, wako majini wanavuta bangi, kila kitu kiingia duniani ndio wanakijaribu. Sasa hivi kuna bangi inaitwa skanka, imetoka South Africa.
Nadhani mimi majini sasa hivi watakuwa napiga skanka. Kuna wengine wako majini wa ovyo ovyo wale. Wako watu namna hiyo. Ndio maana ikawa ni katika binadamu, na kwa sababu ndio wenye kuhusiana na uasi. Wanaweza kaasi, hawana isma wao, hawakuhifadhiwa. Sasa wametolewa malaika, kwa sababu malaika wao hawana jambo hilo, hawafanyi maasi kisha hawakhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Binadamu na majini wanafanya maasi na wanakhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo alladhi lahu mulku samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ambaye ni wake ufalme wa mbingu na ardhi. Walam yattakhidhi walada, na hakujifanyia mwana. Hajikufanyia mwana. Mwenyezi Mungu hajajifanyia mwana, hajachukua mtoto akasema mimi na mtoto na nini. Walam yakul lahu sharikun fil mulk, wala hana msharika katika ufalme. Wa khalaqa kulla shay'in, na akaumba kila kitu. Min sha'nihi an yukhlaq, ambacho katika jambo lake ni kuumbwa kitu hicho. Faqaddarahu taqdira, akakikadiria kukikadiria, yani sawahu taswiya, amekisawazisha, akakiumba, akakilinganisha, kwa ni kitu kamili ambacho kimekamilika. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kueleza hali ya makafiri, asema watakhadhu min dunihi, na wamefanya ayil kufar, yani makafiri, min dunihi, kinyume chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alihatan, miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu huyu wa haki. Sipo hapo Naam. Naam. Aywa, naam. Huko nyuma ndio mkubali mtume, ndio Mayahudi na Manaswara na makafiri. Naam. Naam, wale walipelekwa kwa watu maalum, lakini mtume ameletwa kwa walimwengu wote, wakiwemo binadamu na wasiokuwa binadamu na vitu vingine pia Mtume sallallahu ameletwa kwa ajili ya vitu hivi, viumbe vingine, kitu binadamu na majini, lakini wao si katika njia ya taklifu, ni katika njia ya tashrifu. Ama binadamu na majini ni katika njia ya taklifu. Taklifu maana yake ni kufuata zile amri ambazo ni kukalifishiwa, zile amri lazima uzifanye. Sasa mitume mingine ilipelekwa kwa watu maalum, sio kwa watu wote. Yote iliyopita huko nyuma ni kwa watu maalum, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa walikuwa na ghera huko nyuma, wanaona kwamba kwa nini aje mtume huyu, ingawa wamemsoma katika vitabu vilivyotangulia kwamba kuna mtume atakuja, na wengine walikuja wakakubali na wakaslimu wengine. Kwa hiyo ni sawa sawa maelezo yako. Sawa. Naam. Ndio kadiria ile sura ya 3 inasema kwamba dhamiri maamuli wa ile yakuna ni almunasib. Je, tafsiri ni duna almalaika, Mungu hawezi kuwa kwao ni nabii au anakuwa katika mtu dhaifu? Mwenyezi Mungu alimewaumba nani? Mwenyezi Mungu hawaonyi tena malaika, kwa sababu kaisha waumba wasiasi. Wanaonya wale ambao wametengenezewa maumbile ya kuasi. Lakini malaika wameumbwa la yaasuna Allah ma amarahum yafaluna ma yumarun, la yakulun wala yashrabun wala yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Kwa hiyo ni umbile ambalo kaishawaumba katika umbile hilo, halina haja tena ya kwamba Mwenyezi Mungu awe anaonya. Mwenyezi Mungu anawaamrisha tu, ma amarahum, Mwenyezi Mungu anawaamrisha nendeni mkafukume mawingu
mvua inyeshe Dar es Salaam, wao wanakwenda, endeni mkafanye kadha, endeni mkaangamize mahali fulani, nakwenda kuangamiza. Kwa hiyo wao kazi yao ni kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watakhadhu min dunihi, Allah ndivyo hapo, watakhadhu min dunihi, na wamejifanyia min dunihi, badala yake Mwenyezi Mungu, au kinyume chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alihatan, miungu mingine. Yani wamemwacha Mungu wakafanya miungu mingine. Hiya al-asnam, miungu yenyewe ni masanamu. La yakhluquna shay'an, hawaumbi kitu. Hiyo miungu ambayo wao wameifanya kama ndio miungu yao, la yakhluquna shay'an, hayumbi kitu. Wa hum yukhlaqun, hali ya kuwa wao wanaumbwa. Maana hiyo miungu ambayo kwamba wao wanaifanya ni katika vitu vya Mungu. Wanaposema tunaabudu jiwe, jiwe sikalileta Mungu, ndio wa hum yukhlaquna hiyo. Yani mtu akili ziko nyingi. Wewe unaliona jiwe kabisa, siku zote unalipita, lina neno linakuangalia tu, baada ya hapana, atakuwa ni Mungu. Lina kuna dalili gani zinazoonyesha kwamba lina nguvu zaidi na lina miujiza zaidi mpaka iwe tena linachukua sifa ya uungu? Si mtu anafikia mahala pa namna hii. Ndio la yakhluquna shay'an, hata ukiliambia fanya jambo fulani haliwezi kufanya, na lenyewe limeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaeleweka uzuri Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a, wala hawamiliki kwa nafsi zao kuondosha madhara, wala naf'a, wala kuleta manfaa, kuleta nafuu kwenye nafsi zao au kwenye mambo yao. Wao hawawezi kulimiliki hilo, hawezi. Kwa kuna jambo la madhara, hawezi kuzuilia yale madhara, wala hawezi kuleta manfaa, nafuu ya aina yote, hawezi. Wala yamlikuna mautan wala haya, wala hawamiliki kifo wala uhai. Yani hawawezi kuua wala hawawezi kuhuisha, hawezi. Yani imatatun li ahadin, kumuua mtu yote, au ihya'u li ahad, au kumhuisha mtu yote au kiumbe chochote, hawawezi. Wala nushura, wala kufufuliwa wafu, wao hawako katika swala hilo, hawawezi. Si watu ambao wataweza kufufua wafu. Anaoyafanya hayo ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema waqala alladhina kafaru, wamesema wale ambao wamekufuru, in hadha illa ifkun iftara, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uzushi aliyouzusha Muhammad, wa aanahu alayhi qaumun akharun, na wakamsaidia juu ya uzushi huo watu wengine. Ni nani hao? Wa hum min ahli alkitab, ni katika wale watu waliopewa kitabu huko nyuma, ndio waliomsaidia namna ya kuandika na nini, kutengeneza miundombinu, mipango miji, ili kutengeneza kitabu ambacho kitamsaidia. Wa aanahu alayhi qaumun akharun, na wakamsaidia juu ya hilo watu wengine ambao ni ahlul kitab. Faqad ja'u dhulman wa zura, hakika wameleta dhulma kubwa, yani ukafiri mkubwa. Dhulma hapa kwa maana ukafiri, wameleta ukafiri mkubwa wa zura, na uzushi, yani uongo. Waqalu, na wakasema vile vile, pamoja na maneno hayo waliongeza maneno mengine, wakasema asatirul awwalin, ni vigano vya watu wa mwanzo. Hii vigano tu hadithi, manake porojo, kwa pakawa za watu wa mwanzo huko.
hakuna cha kitabu kinachoitwa Qur'ani wala nini, ni akadhibuhum iktatabaha fahiya tumla alayhi, ambacho amewataka waandike wakiandike. Iktatabaha, ambacho ametaka waandike kitabu hicho, wale jamaa zake wanamsaidia fahiya tumla alayhi, basi anasomewa juu yake. Fahiya tumla alayhi, yamake tuqra'u alayhi, anasomewa kitabu hicho. Amewaambia jamaa, jamani, hebu nisaidie ni kuandika, wakamwandikia, kisha akawa ameshika vitabu anamsomea alayhi, juu yake, ili liyahfadhaha, ili apate kukihifadhi, bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Qala ta'ala raddan alayhim, kasema Mwenyezi Mungu kwa kuwarudishia, kurudi maneno yao, kuwajibu. Qul, waambie Muhammad watu hao, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi, amekiteremsha kitabu hicho Mwenyezi Mungu ambaye anajua siri iliyomo katika mbingu na ardhi, kwa maana ya al-ghaib, anajua jambo mambo yasiyoonekana katika mbingu na ardhi. Innahu kana ghafura, haikaye Mwenyezi Mungu awe ni mwingi wa msamaha kwa waumini, rahiman, na ni mwenye kuonea huruma zaidi, ni mwenye kuwahurumia zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake. Kisha akaendelea kuleta masimango na maneno mabaya ya kuudhi na ya kukera. Waqalu, na wakasema, wakaendelea tena daraja ya tatu hiyo, ma li hadha ar-rasuli yaakulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, anani mtume huyu anakula chakula kama tunavyokula sisi, na anatembea katika masoko kwenda kutafuta haja zake za majumbani mwake. Ana nini mtume huyu? Mtume wa sampuli gani? Mtume na haja hilo? Laula unzila alayhi malakun, kwa nini, mbona hakuteremshiwa mfalme ni malakun, malaika, fayakuna ma'ahu nadhiran, akawa pamoja naye ni mwenye kuonya. Yani akawa yule malaika katika kusadikisha, jamani, aliyasema huyu mtume ni kweli, amenini. Kila akisema yule malaika katika kuambia, jamani, zindukeni, aliyosema ni kweli jamani. Watu wanadai mpaka madai makubwa namna hiyo. Mtume gani bwana anakula kama tunavyokula sisi? Wamesahau kama mtume ni mtu. Haja alizonazo mtu wa kawaida ndizo ambazo anazo mtume sallallahu alayhi wasallam, na mitume yote alayhi salatu wasalam. Na anakwenda masokoni kutafuta haja zake kama wanavyokwenda watu wengine, lakini wanataka kuwe na malaika awe ni mwenye kuonya pamoja naye, na anamsadikisha katika yale anayoyasema, wanamshuhudia kwamba huyu ni mtume kweli, jamani, huyu ni mkweli na nini, vitu kama hivyo. Allah. Kwa hiyo unapoona kwamba kuna watu wabishi, wamepita wabishi huko nyuma, huu ubishi huu wote ni wa kuiga. Ubishi huu ni wa kuiga kwa sababu wao wamepata bahati ya kuona mitume kwa macho yao. Sisi bahati hiyo hatukuipata, na alama ya kwamba huyu ni mtume wa Mungu iko wazi kabisa, wala haina haja ya mtu kuhangaika. Ukimwona tutajua huyu ni mtume wa Mungu, lakini bado wanabisha wao. Sisi hatukumuona, na ndio fadhila tuliokuwa nao sisi kwamba ni kubwa sana. Hatukumuona mtume, tunasoma tu sifa zake au tunazisikia sifa zake, tumemwamini mtume. Wao wanaye mtume miongoni mwao, na wengine wamemuona tangu kuzaliwa kwake, na wengine wamemuona kukua kwake, tabia zake, alivyo na makarimul akhlaq, na alivyo tofauti tu na watu wengine kimaumbile, kitabia, lakini bado anapinga.
Kama ni mtume kweli, si anakulaje chakula? Awe hali chakula tu. Malaika hawali bwana, anakula kula, afu sokoni tunaye huko, ananunua ndizi, ananunua nini kama sisi. Si zile tabia za binadamu lazima awe nazo. Mitume wanaumwa, haumwi magonjwa yale yenye aibu. Mwenyezi Mungu ndio amewahifadhi na magonjwa yenye aibu, lakini magonjwa mengine, homa, kichwa, nini, wanaumwa. Lakini wanaona halitoshi hilo la kubeza kwamba kwa nini anakula chakula, anatembea kwenye masoko na nini. Kwa nini asingekuwa anatembea Beneti na yuko hapa wa maahu malak, ana malaika hapa, kila akiwaeleza watu, jamani, huyu mtume wa Mungu huyu anasema kweli. Hakuna jambo kubwa kama hilo, hakuna madai mabaya kama hayo. Lakini bado haitoshi, kuna madai mengine, maana hili ni dai la kama la 3 hivi. Naam. ولبسنا عليهم ما يلبسون ndio madai yao. Kila madai lazima watie dosari, watie jambo jingine. Hata wewe malaika wangemtaka awe dume. Sasa anasema au yulqa ilayhi kanzun, au akapewa hazina minas samai, manake kutoka mbinguni, yumfiquhu, ambao mwenyewe anajitolea tunachukua kidogo dogo. Wala yahitaji ila almashi fi alaswaq litalab almaash, wala hahitaji kutembea masokoni kwa ajili ya kutafuta maisha kama wanavyotembea watu wengine. Awe ana hazina yake imejaa kila kitu, kama ni upande wa mapesa na pesa zake. Kama wale watu wanaweza kuwa na hela nyingi afa kakala nyumbani, mwenyewe alichukulia shilingi 10,000 kila siku chap, anakwenda anakula. Kesho anachomwa tena shilingi chap, shilingi 10,000 ananunua miogo, ananunua nini, kapumzika tu, ana hazina yake ya pesa. Sasa kwa nini asingekuwa na hazina huyu? Anahangaika katika kutafuta mali, kutafuta pesa za kuweza kumsaidia maisha. Kwa nini asingekuwa na kanz? Akawa anaitoa, yumfiquhu, anaitoa, wala yahtaju ila almashi ila alaswaq fil aswaq, au takunu lahu janna yaakulu minha, au akawa na bustani ambayo anakula katika bustani hiyo. Jana anakuwa na shamba kubwa hivi, anakula katika hilo shamba, min athmariha, matunda yake, mimea yake anajivunia mwenyewe, yaktafi biha, akatoshelezeka na hilo shamba lake. Changekuwa basi ana bustani kubwa imejaa kila kitu, kuna mapera, kuna mahindi, kuna maembe, kuna mazabibu, kuna tende, kuna ngano. Ingekuwa namna hiyo kama ni mtume kweli. Sasa mtume kweli anakuwa ni mtu yuko na sisi hapa bwana. Haikuwa na vitu tofauti, yeye ana kitu ambacho hana haja kulima, hana haja nini, vitu vipo. Au ana hazina anachomoa kidogo dogo tu, anaendelea kwenye masuala ya maisha. Au ana shamba na bustani kubwa imejaa kila kitu. Imejaa mle mna mitende mingi kocho. Ndani kuna mpunga, kuna hivi. Akawa anajilia tu mwenyewe. Hangaiki. Au wengine wanasema tungeweza kusoma hapo, au takunu lahu jannatun naakulu minha, badala ya neno yaakulu minha. Yaakulu itakuwa imerejea Mtume sallam, kwamba awe anakula yeye Mtume sallam minha, katika hiyo bustani, katika hiyo janna ambayo ni bustani. Au naakulu minha, ikiwa na sisi tunakula sote humo, afa angekuwa na daraja sana mbele zetu, tulikuwa tunamuogopa sana, tunamheshimu, tunapata chakula kwake bwana. Kila kitu tunataka matunda tunapata kwake, tukitaka chakula tunapata kwake. Kwa nini hawi na kitu cha namna hiyo? Waqala adh-dhalimun, na wakasema makafiri kuambia Waislamu,
in tattabi'una illa rajulan masrura. Neno lao la mwisho, hamfuati nyinyi ila mnamfuata mtu aliyerogwa, makhdu'a maghluban ala aqlihi, mtu ambaye kwamba akili yake imeharibiwa kwa sababu ya marogo, kwa sababu ya uchawi, karogwa huyo. Ni Waislamu nyinyi, in tattabi'una illa rajulan masrura, hamfuati nyinyi ila mnamfuata mtu aliyerogwa, kaharibiwa akili huyo. Anazungumza yote yanaonyesha kwamba hana akili nzuri, na hana akili nzuri kwa sababu karogwa huyo. Neno lao la mwisho sasa hilo anazungumza yote, utaona maneno makubwa sana hayo ambayo anaambiwa Bwana Mtume sallam. Unzur, tazama Muhammad, kaifa darabu lakal amthal, namna alivyokupigia mifano. Tazama Muhammad, namna alivyokupigia mifano kama hiyo ambayo tumeieleza huko nyuma. Fadhallu, tazama namna alivyokupigia mifano bilmashhuri, wa mtu aliyerogwa, walmuhtaji ila ma yunfiquhu, au mtu mwenye haja ya kitu ambacho anatakiwa kitumie, wa ila malakin yaqumu ma'ahu bil amr, na mfano wa malaika ambaye atakuwa anasimama naye katika kusimamia mambo. Mifano yote amekupigia Muhammad. Fadhallu, wakawa wamepotea na njia ya uongofu watu hao. Fala yastati'una sabila, hivyo hawataweza kuifuata njia. Fala yastati'una sabila, hawataweza kuifuata njia. Meleka uzuri hawezi kufuata njia tena, ushapotea. Ushapotea kutokana na uongofu, hataweza kuifuata njia iliyonyooka, njia ya uongofu, wakawa watu waheri na watu bora, hawataweza. Meleka uzuri tunamalizia kwa kipande kilichobakia hicho. Tabaraka alladhi insha'a ja'ala laka khairan min dhalik, Mwenyezi Mungu anamtuza, anamtuliza, anamliwaza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio kazi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lazima uwe na kitu ambacho kinakuliwaza. Sasa Mwenyezi Mungu anamliwaza mtume wake yeye mwenyewe moja kwa moja. Anasema tabaraka, hapo ndio tunabadilisha tafsiri hapo. Kule tumesema tabaraka, tukasema taala. Hapa tabaraka tunabadilisha tafsiri, tunasema tabaraka alladhi, zimekuwa nyingi mno khairi zake yule Mwenyezi Mungu ambaye inshaa jaala laka khairan min dhalika, akitaka atakufanyia yaliyo bora zaidi kuliko hayo. Alladhi qaluhu min alkanzi walbustan, ambayo wameyasema kukuambia wewe ya kwamba ungekuwa na hazina au ungekuwa na bustani. Jannati, angekufanyia mabustani, tajri min tahtiha al-anhar, ambayo yanapita chini yake mito. Ai maana fi dunia, katika ulimwengu. Angeweza kufanyia hivyo hapa ulimwenguni Mwenyezi Mungu, liannahu shaa an yu'tiyahu iyaha fil akhirah, kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaka kumpa hayo yote huko akhera. Hakutaka kumpa hayo hapa duniani, ametaka ampe huko akhera. Wayaj'al laka qusura, na angekufanyia majumba ya fahari katika huu ulimwengu, kuwa na makasr, majumba, mapalace angekufanyia. Lakini hayo yote hayafai kukaa hapa. Hapana ardhi ya kuweza kuwekwa vitu hivyo. Kwa hiyo ameviweka kukuwekea kwa ajili ya akhera, sio hapa ulimwenguni. Lau angetaka angefanya, lakini hakufanya kwa sababu vyenyewe kwanza havifai kukaa hapa. Vinakaa katika sehemu tukufu, hawezi kukaa katika sehemu duni. Dunia ni sehemu duni. Makasru ambayo Mwenyezi Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wa peponi,
na kasri ambazo ameziandaa kwa ajili ya mtume wake, jinsi zilivyokuwa na fahari, aviziweke hapa duniani. Mabustani ambayo ameyatengeneza Mwenyezi Mungu, ameandaa kwa ajili ya mtume wake kumpa huko akhera, avilete hapa. Mwenyezi Mungu asema angetaka angefanya, lakini hakufanya. Hakufanya kwa sababu gani? Hakutaka Mwenyezi Mungu. Yale yote ambayo wao wameyatamani kwako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataka. Wa innama lam tataallaq iradatu llahi bihi likaunihi fania, haukufungamana yale mapenzi ya Mungu kuvileta vitu hivi, kwa sababu ni vyenye kutoweka. Ulimwengu ni wenye kutoweka, anataka akupe katika sehemu ambayo haitoweki. Jalla jalalu. Mwenyezi Mungu na sisi aturuzuku mapepo na makasru akhera huko. Lam yaj'al al-fani jazaan li ahbabi, Mwenyezi Mungu hajafanya kitu chenye kutoweka kuwa ndio malipo ya vipenzi vyake. Anataka wape vitu vyenye kudumu ambavyo havitoweki, sio kutatokea siku moja vitu vile vyote wataviacha. Anataka wape mahala ambapo hawezi kuvikosa tena vitu hivi. Kwa sababu vitu vya dunia vina na mambo yake yana namna mbili tu. Kila unachokifanya kitaingizwa katika hisabu au iqab. Yani vitu utahesabiwa, kila unalofanya utahesabiwa. Likifaulu unakuwa mtu mwema, kama hukufaulu unakuwa katika iqab. Sasa ampe nyinyi mnatamani kwamba mtume angepewa vitu hivyo katika kitu, katika ulimwengu ambao ni mpewevu kiasi hicho, ulimwengu ambao hauna jambo. Bal kadhabu, wachilia mbali hayo, bali wamekadhibisha bisaa, mukadhibisha kiyama. Wa a'tadna liman kadhaba bisaati sa'ira, na tumemwandalia mwenye kukadhibisha kiyama moto. Mtu yoyote ambaye anakadhibisha kiyama, sisi tumemwandalia moto. Kukadhibisha kiyama maana yake umekadhibisha kila kitu, hakuna kitu ambacho utakuwa wewe unakiamini tu. Dhahiri. Nadhani tukomelee hapo. Sifa ya huo moto ni hizo aya zinazozungumzwa huko mbele, ule mtindo wa watu kuingizwa motoni, anaingiza namna gani. Kuna watu wanafikiria kuingia motoni unakwenda tu hivi, unaingia kama unaingia kwenye nyumba ya mtu. Kuna mtindo wake wa kuingizwa katika moto. Sasa aya zinazofuata itakunazungumzia mtindo wa watu kuingizwa katika moto. Sisi tukomeshea hapo. Atadina liman kadhaba bisaati sahira bima allamta